tuelewe Wafalme wa Pili, nini kinaendelea kwenye Wafalme wa Pili sura ya 19 kwa haraka sana, na nitaenda spidi kali kabisa. Nitakuchukua kuanzia Mwanzo sura ya 12 na nitakwenda haraka, tutapita Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati, Yoshua, Waamuzi, Ruthi, Samueli wa kwanza, Samueli wa pili, Wafalme wa kwanza, Wafalme wa pili, sura ya kwanza, ya pili mpaka ya 19. Kwa hiyo kaa mkao wa usawa. Katika Mwanzo sura ya 12 Mungu anamuita Ibrahim na anamwambia Ibrahim, utakaponitii na kuitikia sauti yangu, nitakuinua na wewe utakuwa baba wa mataifa yote duniani, jamii ya waaminio. Ibrahimu anatoka katika nchi yao ya Uri ya Ukaldayo, anaenda katika nchi kwa imani ambayo Bwana atamuonyesha. Ibrahimu anaondoka akiwa na mke wake anayeitwa Sarai. Sarai anachelewa kuzaa na ile ahadi ya Mungu inaonekana kana kwamba imechelewa, na ndipo Sarai anamletea pendekezo Ibrahimu ya kwamba kwa kuwa ahadi ya Mungu inaonekana imechelewa, kwa nini usimuingilie Hagar binti huyu ili tupate mtoto na tuitimize ahadi ya Bwana? Na kweli Ibrahimu akafanya kama alivyomshauri mke wake. Pamoja na Ibrahim kutafuta shortcut, bado haikubadilisha mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu ulikuwa pale pale, na ni kweli Hagar alizaa mtoto akaitwa Ishmael. Kwa haraka tunayoenda utaona kuna watu tunawaacha na kuna watu tunawabeba. Kwa hiyo kuwa makini. Mtoto wa Hagar akaitwa Ishmael. Baadaye Sarai katika uzee akazaa mtoto akaitwa Isaka. Tunamwacha Ishmael, tunaenda na Isaka. Isaka akaoa mke anaitwa Rebeka. Rebeka akazaa mapacha, wale ambao Pastor Biene amesema ya kwamba walikuwa wanapambana tumboni, ikabidi mama amuulize Mungu na kuonyesha unyeti wa pambano. Mungu akatuma malaika kumwambia Rebeka, yani hao sio watoto wanaopambana, ni mataifa mawili yanayopambana ndani yako. Na hapo wanapozaliwa, wanazaliwa katika hali ya mapambano. Ni kweli Esau anatoka wa kwanza, lakini Yakobo anatoka ameshika kisigino cha Esau, ikionyesha ya kwamba mpaka siku ya kuzaliwa wao walikuwa kwenye pambano. Sasa Esau ni mpambanaji, ni mwamba, ni mwanaume, ni jitu la porini kuwinda nini. Yakobo ni mtoto wa mama nyumbani, kuosha vyombo, akiosha mama anasuza, akifua mashati mama anasuza, yani mtu wa kupiga deki. Na sasa hapo naturally familia ikawa kama vile inaachana. Baba anampenda mwamba Esau, maana ana relate, huyu ndio mtoto wa kiume. Na sisi ambao tumejaliwa watoto wa kiume, there is something about kuwa na kijana hodari, yani akiwa anacheza mpira akafunga goli, kula kitu tu ndani yako kinataka kiwaambie dunia nzima ijue kwamba yule ni mwanangu. Na ili mulielewe hili, kesho baba yangu atafika hapa. Yani kuna hali fulani tu. Na mama, kwa sababu sasa yule Yakobo ni kama anatengwa, akienda kuinda hawezi, wanamnyanyapa, anakaa jikoni pale wanapiga story na nini na mama yao. Hawa vijana alikuwa na changamoto. Na kwa kweli wanasema matunda huwa hayaanguki mbali na mti. Mama alikuwa na changamoto huyu Rebeka, kwa sababu ameandikwa kwenye Biblia, imaanishi alikuwa ni mtu mwema sana. Siku imefika, baba anamwambia Esau, kijana, sasa nenda kawinde kule, tengeneza kitu fulani nile nikubariki. Na by the way, ni vizuri nikwambie, mibaraka huwa haitoki bila watu kula. Kile alichokuwa anasema Pastor Bihene hapa, be very careful. Na sisi ambao Mungu ametupatia neema, wazazi wetu wako hai, be very careful, maana mibaraka mingi imefunganishwa ndani yao. Mama akasikia kwamba kuna mibaraka inatolewa na mpango umeshafanywa. My favorite son hapa, Yakobo hapati. Esau ametoka, mama akamwambia Yakobo, chinja mwana kondoo haraka, tengeneza, karangiza. Si ndio mambo yako hayo Yakobo? Karangiza, weka hiliki, weka nini, weka kwenye nyama tunawekaga hiliki jamani? Au ndo nimeshatoka nje ya mfumo tayari? Tunaweka, asante pastor. Basi weka vitu vikawekwa pale kabla Esau hajarudi. Chakula kimeiva. Yakobo anamwambia mama, lakini mama, huyu baba atajua. Anasema, usijali wewe, vaa ngozi ya kondoo, kaka yako ni mwenye manyoya, na akikuuliza mwambie baba shika. Wakapanga mpango, mama na mtoto. Yakobo huwa tunamhukumu sana kwa madhambi yake, lakini hatusemi kwamba alisaidiwa na mama. Hiyo huwa tunaisahau. Wakafanya mpango ulikuwa unahusu kumdanganya baba aliye kwenye kitanda cha kufa, na wakafanikiwa.
wakamdanganya na akachukua mibaraka yote ya kaka yake. Lakini kabla ya hapo, Esau kwa sababu tu ya hiyo hali ya kutokujali, yeye mwenyewe aliuza uzao wa kwanza kwa mdogo wake. Esau anaporudi pale na majasho na nini, nyama yenyewe ndio hiyo ambayo hata haijapikwa vizuri nini, baba anasema mbona nimekula nimeshiba hapa. Esau anasema nikimpata Yakobo kichwa chake halali yangu. Yakobo anakimbia, anaenda kwa mjomba anaitwa Labani. Tumeshamwacha Esau hapo, hautamsikia tena. Kule kwa Labani anapokelewa. Labani ni mjomba. Siku ya kwanza Yakobo anafika kwa Labani, siku ya kwanza amekaa juu ya jiwe, akamwona mrembo mmoja, binti pisi kali, imenyoka namna hii, yani inafaa kwa matumizi ya kimbingu na ya kidunia. Akasema huyu atakuwa mke wangu. Na mara ya kwanza Yakobo anamuona Raheli, anamuona akiwa anachunga ng'ombe. Kumbe urembo haukuondolei majukumu ya maisha haya. Kuna watu wanaamini ya kwamba urembo wao ndio utakao wabeba. Raheli alikuwa mrembo, lakini tunakutana naye akiwa anaswaga ng'ombe na kondoo. Na anapofika nyumbani anamwambia sasa, anko, huyu hii mali safi, hatuwezi ikitoka nje ya familia hasara hii, nifanye nini nimuoe? Anko anamwambia fanya kazi miaka 7. Miaka saba tu, soma Biblia yako. Yakobo akafanya kazi miaka 7. Miaka 7, jua na mvua lake. Miaka 7. Mnajua miaka 7 mtoto amezaliwa ameanza darasa la kwanza. Siku inafika, harusi inapangwa, watu wanaitwa, Labani amemwandalia sherehe, nyimbo zinaimbwa, dada huyo anaolewa, watu wanapiga sherehe nini. Yakobo anapata mke, anachukua mke, anabeba mke, anaenda honeymoon. Yakobo anaenda honeymoon. Usiku wote unapita, ya honeymoon yanafanyika. Eti Yakobo anasema alipofungua pazia ndio akaona kwamba yule aliyekuwa naye usiku mzima sio Raheli, chaguo lake ni Lea. Magomere, bado hukumu ya upelelezi inaendelea. Tukijiuliza, hivi kweli unaweza ukamfanyia kazi mwanamke miaka 7 halafu usiku mzima upite usishtukie? Tunaendelea kujadiliana, tukipata majibu tutawaletea. Hatujapata majibu mpaka sasa. Kwa hiyo Yakobo anapofungua pazia, anatazamwa na dada, hana mvuto. Na ni Biblia ndio inasema hana mvuto. Wanasema jicho lake moja lilikuwa kama lina udhaifu, inaleta wazo la makengeza. Yaani yule dada hana mvuto. Akiongea ni kama analia, akicheka ni kama nini, shida kabisa. Yakobo akakasirika, akarudi kwa mjomba, akamwambia Labani, huyu sio chaguo langu. Labani akamwambia, samahani mwanangu, sikukwambia. Huku kwetu haolewi mdogo kabla ya mkubwa. Kwa hiyo ni kama ule mkataba wenye vimaandishi vidogo, hukuvisoma vizuri. Kwa hiyo tufanyeje? Tuoe. Sasa miaka mingine 7. Yakobo hakubisha, soma Biblia. Hakubisha, hakuanza kupunguza kwa jinsi alivyompenda Raheli. Biblia inasema akapiga kazi miaka mingine 7. 7 ya kwanza jumlisha 7 ya pili ni miaka mingapi jamani? Halafu sikia, hapa ndipo Yakobo anaponimaliza. Eti baada ya miaka 7, kwa jinsi alivyompenda Raheli, Biblia inasema kwa Yakobo ilikuwa ni sawasawa na siku moja machoni pake. Nguvu ya mwanaume aliyependa. Sasa kuna dada tu hapa amekutana na kijana kwenye net event Jumatatu, leo tayari ameshakudanganya, mmeshapanga leo baada ya ibada mwende nyumbani kwake. We dada, tulizana. Kama anakupenda anaweza kuvumilia katika jina la Yesu. Nimepita nisije nikakwaza watu hapa, nikawaondoa kwenye uwepo wa maombi. Leo ni siku ya maombi. Baada ya miaka 14 akapata yule chaguo lake. Amepata chaguo nalo lina shida. Lea mbaya, lakini anafyatua watoto kila mwaka. Raheli mrembo, lakini hazai. Lea mbaya, kila mwaka watoto. Raheli mrembo. Sasa Yakobo akitaka watoto anaenda kwa Lea, akitaka mtu wa kwenda naye kwenye harusi sasa kwa washikaji zake, vikao vya washikaji, anabeba Raheli. Maana maisha haya maisha yanakuaga na yenyewe na changamoto nyingi. Na ni ajabu kwamba Mungu hampatii kila mtu kila kitu. Kwa hiyo matokeo yake watoto wa kwanza wa Yakobo 4 wale vijana wakazaliwa na Lea. Kipindi hicho Raheli yuko stop. 4 human beings. Simeon, Reuben, Lawi, Yuda, wote wamezaliwa na Lea. Raheli hapati watoto. Raheli akaona hii nayo haijakaa vizuri. Mimi nazuba hapa, mimi tu ndo nimebaki tu hapa na tukano. Akamwambia Yakobo,
tulisoma habari za Ibrahim babu yetu alipokuwa bibi yetu apate mtoto, mjakazi huyu hapa. Yakobo naye alikuwa mtii, akiletewa mjakazi yeye anapita tu. Mjakazi wa Raheli akaanza kuzaa. Huku nako Lea mambo yamegoma. Baada ya 4 hawa hazai tena. Akaona mbona huyu mjakazi anapambana sana? Na yeye akamwambia Yakobo, na mimi hapa nina mjakazi wangu, huyu anisaidie. Tayari tena Kwa hiyo Yakobo sasa amezalisha nani? Lea. Mjakazi wa kwanza, mjakazi wa pili. Mwishoni huku Raheli naye anapata watoto wawili, Benjamin pamoja na nani? Na Yusufu. Kwa hiyo jumla wale wajakazi wana watoto 6 hapa katikati, Lea na 4, Raheli ana 2 hapa chini. Jumla ukiweka pamoja watoto 12 wa Yakobo. Kama tuko pamoja sema amina. Pale kulikuwa kuna kajamaa kana kierehere kweli, kanaitwa Kayusufu, na baba yake akawa nakakubali. Matokeo yake ndugu zake wakakachukia kweli, kiasi kwamba wakataka kukaua. Wakitaka kukaua siku moja, basi ikatokea kwamba ikaishia tu wakakauza badala ya kukaua, na huu ulikuwa ni mpango wa ndugu yake Benjamin. Kakauzwa kakaenda Misri. Huku Misri kakauzwa kama katumwa. Kayusufu sasa kamekuwa katumwa huku Misri, na pale kakauzwa nyumbani mwa Potifa. Yaliyotokea pale ni mengi. Nilishakwambia Biblia ni kitabu kizuri kuliko hata movie za Netflix unazoziangalia. Ukisoma tu umetulia, kuna mambo ya hatari. Pale kulikuwa na mshangazi mmoja Pro Max unaitwa Mama Potifa. Hiyo habari ninaiacha. Na utagundua wale watoto 11 wa Yakobo nimeshaachana nao, si ndio? Tuko na Yusufu, si ndio? Mungu akambariki Yusufu kama matokeo ya uaminifu wake, kusimama imara nchi ya mbali na nyumbani, mbali na miungu yao, mbali na Mungu wao, bado wamesimama imara. Mungu akambariki kutoka kuwa mtumwa mpaka akafika akawa waziri mkuu wa nchi. Ngoja nikwambie, baraka zako haziko mahali popote. Baraka zako ziko pale Mungu anapokutaka uwe. Hata kama umeuzwa utumwani, ili mradi uko na Mungu, bado utabarikiwa hata utumwani. Kuna watu mnang'ang'ania sehemu. Sikia, hakuna sehemu yenye baraka. Kinacholeta baraka ni uwepo wa Mungu katika maisha yetu. Yusufu ameuzwa kama mtumwa na amenyanyuliwa mpaka kuwa waziri mkuu. Jambo la kwanza Yusufu analolifanya, anawaita ndugu zake. Ingekuwa ni wewe hapo ndio ungeanza kuang'onga, si mliniuza, mlijifanya nini. Akawaita, wakaja pale. Tena wamekuja kwa heshima zote, ving'ora nini, ni ndugu wa waziri mkuu. Wakakaa pale, wanakula magudi time. Haleluya jamani. Hapo ningekuwa na muda ningeongelea nguvu ya msamaha. Nimesema leo tuna safari ndefu, naomba nisonge mbele. Mwishoni Yusufu akafa. Kosa la hawa jamaa, walisahau ya kwamba Misri sio kwao. Misri ni sehemu ambayo Mungu aliwaandalia ili dunia ikiwa na njaa wasipigwe na njaa, na njaa ikiisha warudi kwao. Lakini wamekaa Misri, wamepazoea Misri, wamepageuza Misri kuwa kwao. Na kwa sababu wamekaa mahali kuliko muda ambao Mungu amekusudia, sasa wakageuzwa kuwa watumwa. Maana Biblia inasema akainuka Farao asiyemjua Yusufu. Ngoja nikwambie mtoto wa Mungu, nyakati zote utakapokubali kukaa mahali kuliko muda Mungu aliyokusudia, kinachofuata utageuzwa kuwa mtumwa. Mungu akikuweka mahali, kaa kwa muda huo. Muda ukiisha, funga virago, sepa. Kuna mtu hajaelewa? Nirudie. Ngoja nimpe mfano aelewe. Kuna mtu hapa tangia ameanza kazi ni miaka 20, anakaa kwenye kiti kile, ofisi ile, bosi hampendi na yeye hampendi, kazi haipendi na yenyewe haimpendi. Pale ofisini wanakuja vijana wadogo, wanapita wanaenda, kila siku tu unang'ang'ana, unanungunika, mimi bosi wangu, mimi nini. Yawezekana sio bosi ni mbaya, yawezekana umekaa hapo kuliko muda Mungu aliyokusudia. Na badala ya bado hujaelewa, bado. Kuna binti hapa yuko kwenye mahusiano na ananisikiliza. Huu ni mwaka wa 7 na hajawahi kutambulishwa popote. Yuko hapa.
Wakina Magomere wameanza degree ya udaktari, wamemaliza, wanafanya mpaka net event, wako kwenye mahusiano, hajatambulishwa popote. Kila siku tu anapangwa, wewe unajua mahusiano yetu tuyaweke low key, low profile, wewe ni mtu wangu. We dada, umekaa hapo kuliko muda Mungu aliyokusudia. Toka! Hujaelewa. Kuna mama alienda kusalimia watoto Dar es Salaam, huu ni mwaka wa 3. Na alienda matibabu. Na ameshatibiwa, ameshapona, amekataa kurudi Njombe. Mama, ninataka kukwambia kilichokupeleka umekimaliza, rudi nyumbani kwako, mzee anakusubiria. Usikae mahali muda kuliko. Walionielewa waseme amina. Utageuka kuwa mtumwa. Hawa jamaa wana wa Israeli hawakuingia utumwa wa Misri eti kwa sababu walishindwa vita yoyote. No, walienda na ving'ora ndugu yao akiwa waziri mkuu. Lakini wakageuzwa kuwa watumwa. Na ule utumwa wakautumikia kwa miaka 430 wako utumwani. Kama matokeo ya kukaa mahali muda kuliko Mungu alivyokusudia. Lakini Mungu ni nani? Mungu ni mwaminifu. Wakati ulipofika, baada ya miaka 430, na nimesimama kukuambia hapa, haijalishi umekaa kwenye utumwa miaka mingapi, leo Bwana anakutoa katika jina la Yesu. Mungu akamuinua Musa. Musa akawatoa wana wa Israel. Miaka 40 wakapuyanga pale jangwani. Baadaye wakaingia nchi ya ahadi. Wanapoingia nchi ya ahadi, Mungu anawaambia, mimi nina utaratibu wa kuendesha serikali ninazozisimamia. Utaratibu wangu ni nini? Waamuzi. Nyie hamtakuwa na wafalme kama mataifa mengine, mimi Mungu ndio nitakuwa mfalme wenu. Hawa wa Israeli wakaanza vizuri, baadaye wakaona haya mambo haya, sisi mbona wenzetu wana wafalme, sisi mbona hatuna mfalme? Wakaanza kujadiliana, wakapitisha referendum, wakaanza kupiga kelele, maandamano mtaani, tunataka mfalme wetu, tunataka mfalme wetu. Mungu anasema, jamani, mimi ndio mfalme wenu. Tunataka. Jamani, wafalme hao watawatesa. Tunataka. Mabango, watu wako busy, serious. Mungu akasema, mnataka nini? Mfalme ndio. Mnajua mnanikataa mimi, sawa. Mnachotaka nini? Mfalme, sawa. Haya, chagueni mfalme. Ili ujue kwamba walikuwa hata hawako tayari kuwa na mfalme. Wanapoambiwa chagueni mfalme, wakaangalia hivi, wakamuona Sauli, wakasema huyu ni mrefu kuliko wote, anafaa kuwa mfalme wetu. Simuona hapo kidogo kulikuwa kuna kutindikiwa kidogo hivi. Vijana, ikifika muda wa kuchagua, kuna vinavyoonekana na visivyoonekana. Asante pastor, umenisaidia. Sitaenda zaidi maana hata hivyo muda hauruhusu. Kuna mtu tu namuuliza, wewe kijana sasa wewe nataka mchumba pastor niombee. Unataka mchumba wa aina gani? Pastor, awe rangi kama sio mweupe sana, maji ya kunde hivi, shingo iwe nani, alafu mguu kama chupa ya bia, shape kama chupa ya Coca-Cola. Wewe baba wewe, unaweza ukampata, lakini kama hajui kuomba, hana mahusiano na Mungu, atakunyoosha mnyosho wa milele. Kuna vinavyoonekana na visivyoonekana. Na sijasema kwamba upambane na visivyoonekana ukisahau vinavyoonekana. Hawa jamaa, kigezo tu cha Sauli kuwa mrefu kuliko wote. Kama binti mmoja aliniambia, pastor, nataka awe tall, dark and handsome, 6 packs, biceps, triceps. Mimi sasa naanza kujiuliza, huyu anaongea nini? Alafu awe na funguo hizi pastor, awe na funguo 3, funguo ya nyumba, funguo ya ofisi, funguo ya gari. Yote hayo. Sasa vipi kuhusu mambo ya kiroho pastor? Hayo tutasaidiana tu, humu tunaenda tu. Wewe, Sauli aliwanyoosha wana wa Israeli. Aliwanyoosha mpaka Mungu mwenyewe akamkataa. Sasa wewe imagine una mtu ambaye amekataliwa na Mungu. Wewe mama, usimwangalie mume wako, nitazame mimi. Maana kuna mama anataka kumuuliza mume wake, wewe ni kama umekataliwa na Mungu. Hiyo sio kazi yako. Wewe nitazame mimi. Sauli yani ilikuwa mbaya kiasi kwamba Mungu mwenyewe akamkataa. Kikaendelea kipindi cha wafalme. Baada ya Sulemani kufa, ufalme wa Israeli ukagawanyika mara 2. Ufalme wa kwanza tukaita ufalme wa kaskazini, ambao ni makabila 10 ya watoto wa Yakobo, wakaenda kaskazini mwa Israeli. Ufalme wa pili tunaita ufalme wa kusini, ambao ni ufalme wa Yuda. Huku ndio tunapaita Jerusalem. Mwaka 722 tumefika sasa wafalme wa pili. Mwaka 722 kabla ya Kristo, anainuka mfalme wa Ninawi,
Ashuru aitwaye Senukeribu. Hawa watu wa Ashuru walikuwa na sifa moja tu. Wenyewe furaha yao ilikuwa kuona damu inamwagika. Kwa hiyo hawahitaji sababu ya kupigana, hawahitaji kuwa na sababu yoyote. Wenyewe furaha yao tu, kinachowapatia uhai ni kuona damu inamwagika. Senukeribu akaamka, akayapanga majeshi yake mwaka 722 kabla ya Kristo. Majeshi yote akayaelekezea kaskazini mwa Israeli, ambapo yapo makabila 10 ya wana wa Israeli. Na Senukeribu alipofika, akapiga akaangamiza makabila 10 yote ya kaskazini mwa Israeli. Aliangamiza Senukeribu. Ilikuwa ni vita mbaya. Historia inasema ya kwamba mito iliyokuwa inaleta maji kusini mwa Israeli ilikuwa inatoka kwenye milima ya kaskazini mwa Israeli. Walipokuwa wakiua watu, miili yao walikuwa wanaitupa ndani ya mto, kiasi kwamba maji huku yakawa yanakuja yana miili ya watu na yana rangi nyekundu. Kwa mkono wa Senukeribu akaangamiza makabila 10 yote ya kaskazini mwa Israeli single handedly. Alipomaliza akasema, sasa ninaigeukia kusini. Hapa kusini kulikuwa na makabila 2 tu, Benjamin na Yuda, ndio walikuwa wanaishi kusini. By the way, baada ya Wafalme wa Pili sura ya 19 hautasoma habari tena za makabila 10 ya kaskazini mwa Israeli. Hata hawa wa Israeli tunaowaongea leo ni makabila 2 tu yaliyokuwa kusini, kabila la Benjamin na Yuda. Hawa tunaowaongelea leo, yale 10 Senukeribu aliangamiza yenyewe. Ningekuwa na muda ningekwambia, ndio maana hata Yona alipoambiwa nenda ukawahubirie watu wa Ninawi akagoma, maana Yona kwao kulikuwa ni kule kaskazini mwa Israeli. Anasema hawa ndio waliangamiza ndugu zangu, ninaenda kuwahubiria nini? Sitaki. Senukeribu akasema ninashuka kusini, na akatuma waraka kusini mwa Israeli kumwambia mfalme wa Israeli aitwaye Hezekia kwamba nimeangamiza ndugu zako wa kaskazini, sasa ninashuka kwako, jiweke tayari. Hezekia alipopata habari za vita, Hezekia akaingia baridi. Historia inasema akaenda kwenye storehouse ya treasury ya nchi, akachukua dhahabu na vito vyote, akawapatia askari wa Senukeribu akisema, mpelekeeni, mwambie sitaki vita na yeye, tuachane kwa amani. Senukeribu akapelekewa dhahabu na vito vyote, treasury yote ya kusini amekabidhiwa. Akasema, shida yangu sio vitu, shida yangu ni kuona damu inamwagika, maana mimi ni Mwashuru na furaha yangu ni kuona damu inamwagika. Kulikuwa na boxer zamani anaitwa Mike Tyson. Sasa ukisema pastor, mambo ya boxer uliyajua wapi? Ilikuwa zamani kabla sijabatizwa ndo nilikuwa namjua Tyson. Tyson wanasema alikuwa anawashinda opponents wake kwa maneno kabla ya kuingia kwenye ring. Yaani anaanza kukutisha na kuambia nitakungoa meno yote, wewe nitapiga sekunde 30 za kwanza huko chali. Na kwa kweli alikuwa akiingia anachakaza watu. Kwa hiyo Senukeribu akasema, mimi shida yangu sio vitu, shida yangu ni kumwaga damu. Pamoja na vitu nimevichukua, lakini nakuja. Walipoenda wajumbe mara ya pili, Hezekia akaingia hofu. Wanahistoria wanaandika, wanasema Hezekia akaingia hofu kiasi kwamba akaingia kwenye hekalu. Vitasa vya hekalu vilikuwa vya dhahabu, akaving'oa. Madhabahu ilikuwa imepambwa kwa dhahabu, akaing'oa. Hekalu la Bwana, dhahabu yote iliyokuwa kwenye hekalu akaiondoa, akaikusanya. Akawaambia, jamani, mpelekeeni Senukeribu, mumwambie tumempa vyote including vilivyo vya Mungu wetu, hatutaki ugomvi na yeye. Hezekia ameingia hofu kiasi kwamba yuko tayari kupambana na Mungu wake badala ya kukutana na Senukeribu. Na hii ndio shida ambayo Wakristo wengi tuko nayo. Shetani anatuletea hofu kiasi kwamba tuko tayari kumwacha Mungu, tuanze kukimbia kwa waganga wa kienyeji, tuanze kukosa uaminifu kwa Mungu. Eti unatafuta mtoto wa kiume, sasa umeanza kuruka huku na kule na kule. Sikia, tulia kwa Mungu hata mambo yawe mabaya kiasi gani. Senukeribu ni mfalme wa Ashuru. Pamoja na kuambiwa hivi vitasa vyote ni vya hekalu na nini, akasema ninawashukuruni, ninavipokea, lakini kipigo kiko pale pale. Na kwa kuonyesha demo, askari 185, shukeni mkauzunguke mji wa Yerusalemu pale kusini, ili wajue kwamba tunakuja. Askari wakashuka 185, 185, na wameshuka, soma Biblia yako, wakauzunguka mji, wakaanza kuimba, tunamwaga damu, tunasikia harufu ya damu. Yani wanaparuza tu mapanga, kesho tunamwaga damu,
kesho. Hapo ndani si baba, si mama, si watoto, si mfalme, kila mtu anapishana tu chooni. Yaani siweji zinajaa tu. Maana wakisikia, hali ikawa mbaya kiasi kwamba Hezekia akawaomba askari wa Senukeribu kwamba jamani, sawa, tunajua mmetuzingira, tunajua mtatuua, lakini jamani, kwani lazima mtuimbie? Si mtuache. Au kama mkiimba, imbeni kwa lugha zenu, msiimbe kwa lugha tunayoielewa. Wakamwambia, mzee, sisi tunakuletea ujumbe kwamba kesho tunaangamiza. Hezekia mambo yakawa magumu. Biblia inasema katika kipindi hicho kulikuwa na nabii wa Mungu katika kusini mwa Israeli anaitwa Isaya. Sasa ukiwa mwanafunzi mzuri wa Biblia utagundua kwamba Isaya ni nabii wa Mungu, lakini ni babu yake na mfalme Hezekia. Maana Hezekia ni mjukuu wa mfalme Uzia, na Uzia na Isaya walikuwa ni mtu na kaka yake. Kama tuko pamoja sema amina. Hezekia usiku huo amekosa usingizi. Askari wanaimba hapo nje, akaenda kwa Isaya akamwambia, mzee, hali ni mbaya, tunakwenda kuangamia. Isaya akamwambia Hezekia, tulia. Isaya akaingia akamuuliza Bwana, hili jambo kweli utaruhusu litokee? Isaya akaambiwa na Bwana, mwambie Hezekia aende akalale usingizi, hii vita si yake, mimi Mungu nitapambana. Hezekia akaambiwa, baba mjukuu, nenda kalale, hii show ni ya Bwana mwenyewe. Hezekia akiwa ameondoka na ujasiri nyumbani kwa Isaya, anapofika nyumbani ndio anakuta the last warning letter, barua, waraka wa mwisho wa vitisho kwamba kesho tunakuangamiza. Waraka unamwambia Hezekia, usidanganywe na Mungu wako. Huyo Mungu mnao muabudu, si ndio wenzenu wale wa kaskazini walikuwa wanamwabudu? Nyie wote si ni Waisraeli? Alikuwa wapi tukiangamiza makabila 10 ya kaskazini? Wewe unataka unadanganywa na Mungu? Tena waraka unamwambia, sasa sikia Hezekia, tunakupatia ofa. Senukeribu anamwambia Hezekia, tunakupatia ofa. Wewe cha kufanya, nyanyua mikono yako juu, toka nje ya kuta za Yerusalemu, anza kutembea mwenyewe kwa hiari yako, ukienda Ninawi. Tutakapoangamiza hawa ndugu zako wote, wewe tutakuweka kwenye museum yetu, jumba letu la makumbusho, ili iwe kumbukumbu kwamba kulikuwa kuna watu wanaitwa Waisraeli na mfalme wao ni huyu hapa. Nyanyua mikono uanze kutembea. Hezekia ndio huo waraka ameukuta sasa nyumbani. Mambo yakawa magumu. Hezekia akagundua ya kwamba pamoja na neno la babu mfalme wa Mungu nabii, lazima nikamlingane Bwana mwenyewe. Ndiyo Biblia inasema sasa. Hezekia akauchukua ule waraka. Tumefika kwenye fungu letu kuu la Wafalme wa Pili sura ya 19 fungu la 14. Akauchukua ule waraka usiku. Hezekia akaubeba akaenda mpaka hekaluni mwa Bwana. Neno linasema Hezekia alipofika madhabahuni akautandaza ule waraka madhabahuni, na Hezekia akaanza kumlingana Bwana. Akamwambia Mungu, fungua macho yako na uone. Soma haya matusi tunayotukanwa Mungu. Fungua sikio lako na usikie. Ni kweli ndugu zetu wa kaskazini wameuawa, lakini wale walikuacha wakaanza kuabudu miti na mawe. Sisi tunakukimbilia wewe. Hatuna msaada mwingine isipokuwa wewe. Ni kweli ni hekalu ambalo ameliharibu kwa uhofu, lakini ameenda kumtafuta Bwana huko ndani. Usiku huo Biblia inasema Hezekia alipokuwa akimuomba Bwana, Bwana akatuma malaika mmoja. Bwana akatuma malaika mmoja. Bwana akatuma malaika mmoja. Hezekia anaomba, malaika anafanya kazi. 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 Sauti za nyimbo zikaanza kupungua nje ya kuta za Yerusalemu. Hezekia anaomba, malaika anafanya kazi. By the time kunaanza kupambazuka, hakuna sauti. Na ni kweli damu imetapakaa nje ya kuta za Yerusalemu. Malaika ameua askari 185,000. Wote wameangamizwa kama matokeo ya maombi ya Hezekia. Ndio ile Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7 fungu la 14. Biblia inasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, nitawasikia kutoka mbinguni, nitawajibu maombi yao na nitaiponya nchi yao. Wapendwa, nimesimama hapa kuwaambia kwa jina la Bwana, kuna nguvu katika maombi.
Yupo Mungu anayesikia na kujibu maombi. Wanapoamka asubuhi, mfalme wa Waashuru Senukareb anapata habari kwamba askari wake 185,000 wameuawa. Kwa hofu anakimbia na anarudi Ninawi. Anapofika Ninawi haendi nyumbani, anaenda moja kwa moja kwenye hekalu la miungu yake kuiuliza miungu yake ni nini kimetokea. Hii aibu gani? Akiwa kwenye madhabahu ya miungu yake, watoto wake 2 wa kuzaa Senukareb, nilikwambia soma Biblia, shida ni kwamba upendi kusoma Biblia. Biblia na mambo nyie. Wakaona ile farasi pale ni ya baba, na ameshatutia aibu huko, wameuawa askari, tumeshindwa vita na kataifa kadogo. Biblia inasema wakanyata nyuma ya baba yao. Baba yao yuko kwenye madhabahu kama hapa, amepiga magoti mbele ya madhabahu, anauliza miungu yake nini kimetokea. Watoto wakanyata 2, mmoja kushoto mmoja kulia. Walipofika nyuma ya baba, wakanyanyua panga zao juu. Waliposhusha panga, wakatenganisha kichwa na mabega ya baba yao mzazi. Haujaelewa? Unajua ungekuwa umeelewa ungesema amina. Ngoja nikusaidie uelewe sasa, nikusaidie kuunganisha dots. Hezekia usiku ule alipopeleka waraka madhabahuni, alichokuwa anamwambia Mungu ni kwamba ni kweli, ninajua juu ya madhabahu sitaki kuleta barua, natakiwa nilete mwana kondoo, natakiwa nilete mbuzi, natakiwa nilete ng'ombe, lakini Bwana tumekwisha toa vyote, sina cha kuleta. Kilichobaki ni kimoja tu, ni mwandishi wa huu waraka. Tenda kwake kama ambavyo ningemtenda mwana kondoo. Ndio maana Senukareb hafii mahali popote pale, anafia kwenye madhabahu. Ameuawa na watoto wake kama ambavyo mwana kondoo angeuawa. Yuko Mungu anayesikia na kujibu maombi. Unajiuliza sasa, pastor, inakuwaje hawa watoto wamuue baba yao kinyama namna hii? Wewe usisahau hawa ni Waashuru. Waashuru furaha yao ni kuona damu inamwagika. Na sifa ya Waashuru ni hii hapa, wakisha mwaga damu za watu wote, ukibakia wewe wanamwaga hata ya kwako, hata kama wewe ni ndugu. Uko hapa we dada, uko hapa, kazi yako ni kutembea na waume za watu. Wewe unatembea tu na waume za watu, uko hapa. Hao waume za watu, yani ukiona mwanaume anaacha mke wake wa ndoa anatembea na wewe, huyo ni Mwashuru. Kama anaweza kumtenda mke wake aliyesimama mbele za Mungu na kula kiapo, hata wewe atakutenda. Usifanye mazoea na Waashuru. Mmoja ndo akaja akaniambia, Mheshimiwa Mtaka, pasta uelewi tu, ananipenda. Yani anasema mke wake alimuoa kwa bahati mbaya, yani pasta ananipenda. Mimi ameniambia atamwacha mke wake. Wewe huwa hatuachi wake zetu, tumwachie nani? Hatuondoki. Tuna watoto kwenye hizi ndoa. Tumejenga nyumba kwenye hizi ndoa. Kuna safari tumesafiri pamoja kwenye hizi ndoa, lakini kwa sababu ni Waashuru, ukituruhusu tutamwaga damu yako, lakini wake zetu huwa hatuwaachi. Mwanaume yoyote aliyeoa akija akakutongoza, we dada, mwambie we Mwashuru, rudi nyuma yangu katika jina la Bwana. Acha mazoea na Waashuru katika jina la Yesu. We mama uko hapa, rafiki yako unajua kabisa kazi yake ni kutembea na waume za watu, na uko hapa, huyo ndio shostito, ndio besti, ndio nini, ubuyu wote na umbea wote mnaupika, na unajua kazi yake ni kutembea za waume za watu. Ni Mwashuru huyo, atatembea na waume za watu, atatembea nao. Wakiisha wote, akibaki mme wako, niko hapa, nimekaa pale na kusubiria. Atanyoka na mume wako. Maana Waashuru kawaida yao ni kumwaga damu. Kuna mtu hapa anafanya kazi serikalini, anafanya kazi. Wewe acha mazoea na Waashuru. Wenzako wanakula rushwa na wewe unajiunga nao. Ngoja nikwambie, Waashuru wanajua namna ya kusurvive zengwe. Siku likibumburuka wanakutoa wewe kafara. Wewe ndio unasomaga lesoni. Wewe ndio huwezi kusema uongo. Mambo yakiwa mabaya wanakuruka wewe, wao wanasevu. Nimesimama hapa kukwambia acha mazoea na Waashuru katika jina la Bwana. Sasa nikwambie hivi, sahau mengine yote, kumbuka kwamba Mungu huwa anasikia na kujibu maombi. Zaburi 138 fungu la 3, siku ile niliyokuita uliniitikia, ukanifariji nafsi yangu na kunitia nguvu. Yeremia 33 fungu la 3, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Mathayo 7 fungu la 7 na 8, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona,
bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Siri ya mafanikio ya ushindi katika maisha ya mwanadamu ni maisha ya maombi. Ni maisha ya maombi. Na kama Mungu aliusoma waraka wa Hezekia, kama Mungu alituma malaika kumwokoa Hezekia, hata wewe unayemlingana leo, yuko malaika atamtuma kwa ajili yako. Atapigana vita zako, atakusaidia, atakushindia, atakuweka huru. Haika atakuja, ataimba wimbo. Na kama yuko mtu hapa leo ambaye amelemewa na mambo mazito, Haika karibu. Kama yuko mtu hapa leo ambaye mambo ni magumu, yamekaribia kumshinda, wewe uko kwenye kituo, wewe uko nyumbani peke yako, kuna mambo yamekulemea, kuna manyaraka mazito ambayo unayabeba katika maisha yako. Yawezekana ni ile ripoti kutoka kwa daktari ambayo haina matumaini. Yawezekana ni ile talaka uliopewa kutoka mahakamani. Yawezekana ni mtoto ambaye amezama kwenye ulevi na uvutaji wa bangi. Yawezekana ni mume aliyetanga mbali na Mungu na amekosa uaminifu. Nataka nikwambie leo, kama una waraka wowote mzito kabisa wa vitisho kutoka kwa mwovu shetani, nimesimama hapa jioni ya leo kukwambia kwa mamlaka ya jina la Yesu, yuko Mungu anayesikia na kujibu maombi yetu. Yawezekana ni biashara iliyofilisika, ni kilimo kilichogoma, sijui ni nini kinachokutesa. Yawezekana ni mahusiano yako na ndugu zako ndio mabovu, hamna amani, hamna furaha. Mimi sijui ni waraka gani unaokunyima usingizi, waraka gani unaokunyima furaha, lakini nimesimama hapa jioni ya leo kukwambia, kama kuna sehemu sahihi ya kupeleka nyaraka za maumivu, ni kwenye madhabahu ya Bwana, maana yuko Mungu anayesikia na kujibu maombi. Wewe ambaye umebatizwa, siri ya ushindi sio mchungaji wako. Siri ya ushindi wako ni katika maombi. Ishi maisha ya maombi, mtegemee Mungu, mlingane Mungu, mlilie Mungu. Hakuna jambo linalomshinda Mungu. Yawezekana uko hapa umebeba nyaraka za dhambi na hatia. Kuna mtu aliniambia, pastor, sina uhakika kama mimi Mungu anaweza kuniokoa. Nimeua watu 3 pastor, kweli Mungu anaweza kunisamehe? Hata kama waraka wako ni kumwaga damu, yuko Mungu mbinguni anayesamehe dhambi za watu wanaomuomba. Na leo tutaomba. Wimbo unapoimbwa, wale wenye nyaraka mtakuja, mtasimama hapa, halafu Pastor Singo atakuja kutuendesha kwenye kipindi cha maombi. Ongoza Mwokozi, ndipo nami hufurahi. Niendapo pote napo, Simama hapa. Wachungaji wote ninawaomba hapa juu. Nyie simameni hapa chini. Wachungaji wote ninawaomba hapa juu. Simameni hapa chini. Wachungaji wote ninawaomba hapa juu. Simameni mkitazama huku mbele. Simama hapa chini. Hiyo ngazi ya kwanza inatosha. Wachungaji wote ninawaomba mje hapa. Pastor Singo atatuongoza katika kipindi cha maombi. Tutakuwa na maombi ya pekee jioni ya leo. Tuliwaahidi kwa jina la Bwana. Yuko Mungu anayesikia maombi. Kristo aniongozae mkono akinishika, kamwe sitanung'unika.
nikiongozwa na Baba. Kanisa tuimbe